Refresh. Kuna siri gani Obi na madafu? Biashara ya madafu hii. Karibu ndugu yangu haya. Yana bei yake ishi gapi? Bukubuku haya. Unataka lililo komaa kabisa au lile teta la kunywa? Unataka kufanya biashara kama hii? Hapana, sijawahi kufanya biashara ya madafu actually, ila nimeshawahi kufanya biashara ya pweza na nimeshawahi kufanya biashara ya kuuza vitu gengeni, mchicha, sijui mchicha, nyanya hizi, vitunguu nini. Kwa hiyo nimeshawahi kufanya. Sawa. Mpaka wanawaza kwamba bana leo sawa ataperform watu wengi sana leo. Lakini wewe kaona bila kuingia na idea yangu hii nahisi kama utakuwa gumzo kihivyo. Mimi nataka nijue tu wazo. Unajua idea za biashara ziko nyingi. Tungepata hata pweza pale. Yaani mda ambao unaimba watu wanakula zile kachori, pweza nini tungepata hiyo. Why imekuwa madafu? Imekuwa madafu kwa sababu nadhani ndio kitu ambacho kilikuwa available kwa muda huo hapa. Kwa hii wiki iliyopita niko tight sana, kwa hiyo kitu ambacho jana ilikuwa ni tunaweza tukakipata kwa haraka ilikuwa ni madafu sofa. Lakini ilikuwa inamaanisha kumshukuru Mungu haimaanishi kupata tu. Sometimes kuna kukosa, na kwenye kukosa ndo Mungu anaweza kufanya jambo. Wakati una perform pale, performance ilivyoisha, nimesikia watu wakisema yani mioyo yao bado inamhitaji Obi kwenye stage. Najua wewe ulikuwa pale mbele hapo hujasikia, mimi nilikuwa backstage nimeisikia watu ambao bado walikuwa wanahitaji kukuona tena na tena. Taarifa hii nakufikishia hapa. Unawajibu nini mashabiki zako ambao walikuwa huko ndani Superdome? Yote ni kwa sababu tu ya Mungu, na Mungu hahitaji muda mrefu sana kufanya kitu. Mungu anahitaji sekunde moja tu, pengine hata robo ya hiyo sekunde kufanya kitu. Yaani Mungu tayari ameshafanya kitu. Kwa hiyo vyovyote vile hatuwezi tukampangia ni kipi Mungu anaweza akakifanya kwenye maisha ya mtu. So hiyo ya kusema kuwa bado walikuwa wako na shauku ya kuendelea au mimi kuwepo pale, mimi sikuwa pale kwa sababu yangu. Hii ni namna tu ya kuwasilisha message kwa unaweza kumshukuru Mungu hata ukiwa kwenye situation yoyote, kwa sababu kuna mtu mwingine anafikiria pengine baraka ni gari au ni nyumba, lakini kupata tu biashara pengine kama hii hapa ni muujiza ambao kuna mtu mwingine hana mikono miwili na hana miguu miwili, kwa hiyo hawezi hata kusukuma tu hii baskeli au hawezi hata kuchonga hili dafu. So mimi nilikuwa nimeenda pale kwa sababu ya Mungu. So ninajua watu ambao wako na kiu na mimi, nyimbo zangu bado ziko YouTube na mialiko bado ni mingi, tutaendelea kukutana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yao. Hivi unafahamu kwamba mpaka hapa ambapo alipofika Obi Alpha, vile ambavyo amepambana au sio bwana, ni kwa sababu ya tukio kubwa kabisa ambalo ashaye kupigwa kwenye mahusiano ya mapenzi. Ilikuwaje? Mtumishi wa Mungu alifanywa nini? Obi Alpha. Nikupe story yangu ambayo ninaweza nikamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Story ambayo sijawahi kuisemaga hii, lakini baada ya kufikiria vile Mungu, mipango ya Mungu ambavyo anaipanga na sisi ambavyo tunaipanga ni tofauti kabisa. Mimi wakati nimemaliza form 4 kule kijijini kwetu, nishaikuwa na mtu ambaye naweza nikasema tulikuwa tuko kwenye mahusiano ambaye kimsingi nilikuwa ninafikiria nioe huko kijijini. Kwa hiyo maisha yangu yangeanzia huko kijijini. Lakini nilivyoenda kusoma mambo ya udereva, nilipofika kusoma mambo ya udereva, yule mtu wangu nikaambiwa ameolewa. Alafu ameolewa na mtu ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Kwa hiyo kuolewa kwake ndo sababu ya mimi kuwa hapa sasa hivi, kwa sababu ningeoa kile kipindi ningekuwa nimeshaanzisha familia huko kijijini kwetu, na pengine mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye angejua kwa kuna mtu anaitwa Obi Alpha. Lakini alivyoolewa ndo mimi katika kupambana, kuhangaika, nikiwa sina mzigo wowote nyuma, nikapata na hiyo nguvu ya kusema hebu kwanza niende Dar es Salaam nikaendelee kupambana. Siwezi nikajua pengine Mungu angenitoa nikiwa huko, lakini ninajua kuna story behind ya mimi watu wengi kunifahamu nikiwa Dar es Salaam. Yeah. Sawa. Wao unasema wasanii wa Secular Music ndo wanaumizwa kwenye mapenzi. Hata Obi naye ashapigwa tukio kama ile hapo. So uliendeleza urafiki na huyo rafiki yako ambaye kakuolea mpenzi ambaye ulikuwa naye? Na alikuwa anajua kama wewe ni mpenzi wake? Alikuwa anajua kabisa ndugu yangu, kwa sababu alikuwa anakuja pale dukani sometimes pale kwenye kibanda cha mama yangu pale. Anakuja anatukuta tunapiga story. Kumbe wakati sisi tunapiga yeah. Wengi kila mtu anakuwa na yeah. Wakati sisi tunapiga story, yeye alikuwa anakuja pale na anatukuta. Kwa hiyo sasa kitu ambacho mimi nilikuwa ninajiuliza ni kwa alikuwa na mahusiano naye wakati bado niko naye mimi, au
alikuwa na mahusiano naye baada ya mimi kuondoka. Kwa hapo nilibaki kwenye bracket, lakini nilipigwa tukio ambalo ninaweza nikasema ninamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Alikuwa ni mtu wangu wa kwanza so far kwenye mahusiano, na ni mtu ambaye nilikuwa nimemwambia Mungu, kwa Mungu, mimi mtu wangu wa kwanza tu ambaye nitakuwa naye kwenye mahusiano, huyo ndo mke wangu. Kumbe Mungu yeye alikuwa hajapanga hivyo. Alikuwa anataka tu nithibitishie kwa mipango yake na mipango yangu ni vitu viwili tofauti. So sijawahi kumnunia yule jamaa, wala sijawahi kumkasirikia, wala yeye mwenyewe sijawahi kumnunia wala kumkasirikia, kwa sababu najua hayo yalikuwa ni mambo ya Mungu tu. Kwa kipindi hicho nilikuwa na hasira na kisasi na nini, kila kitu, madukuduku, kwa sababu nishawaambia ndugu zangu, mama, yani kila kitu, unaona. Lakini baada ya muda nikagundua hiki kitu haikuwa mpango wa Mungu. Yeah. Hapo kwa sasa hivi pia umekuwa na uoga labda kuingia kwenye mahusiano? Lazima niwe muoga sana, na yani ni muoga sana kwa kweli. Nazingatia nini sasa? Hapo kwa kweli nitazingatia muda wa Mungu, kwa sababu kipindi kile nilizingatia vile ambavyo mimi niliviona, alafu lilinikuta jambo, na lililonikuta ilinichukua muda mrefu sana mpaka kuja kuwa na amani, kwa sababu kila muda nilikuwa nikilifikiria mpaka nasikia kutetemeka hivi. Unaona, so sio kitu kirahisi, na nawaombea ndugu zangu ambao wanateseka kwenye hiyo situation, Mungu awaponye, kwa sababu nimeshawahi kuipitia na najua sio situation rahisi. Haujawaza kuandaa event yako wewe mwenyewe ili uweze kuwabariki sasa, ile queue yao ikate hata kwa wakati huu tu? Nimeshawahi kufikiria na niko kwenye huo mpango. Nadhani hayo ni mambo ya Mungu pamoja na management. Ninamshukuru Mungu kwa sababu kuna watu ambao amewaleta wana support hii huduma ambayo tunaifanya. Kwa hiyo nimeshaifikiria kufanya event na itakuja hivi karibuni. Nita announce tu. Watu waendelee kukaa karibu na digital platform zangu. Yeah. Nafikiri tumalize na kichamwisho kabisa ambacho inabidi watu wakifahamu. Unajua akiona madafu yamepanda stage pale, kwanza cha kwanza bidi ufahamu kuiruhusu baskeli kupita ndani hapa Superdome sio kitu rahisi. Nataka nijue imekuaje, maana meneja aliniambia bana imechukua kama dola ngapi sio, kwani kanitajia sio, nimesahau pesa gani hiyo. Nataka nijue kwanza urahisi wa kuipitisha humu ndani, labda kupitia jina la Obi umepitisha, na thamani ya mavazi yetu haya loko kabisa ambayo mtu anajitafuta ni kiasi gani? Unajua siwezi nikataja gharama moja kwa moja, kwa sababu kuna sehemu nyingi sana umetumika utu, na kwa sababu tu ni mtumishi wa Mungu, kuna favor imetumika. So kuingiza hii baskeli, meneja ndo anajua ametesekaje. Ndugu yangu anaitwa Kitochi, yeye alikuwa ananipigia simu ananiambia, mdogo wangu, mbona naona inakuwa ngumu? Nikamwambia wewe pambana, kwa sababu mimi tayari nimeshafanya sehemu yangu. Unaona? Kwa mimi nilifanya nilipoishia. Mambo mengine yote anayajua yeye. Labda siku mkipata nafasi ya kumuuliza. Kwa nini tupata nafasi kwa hapa? Njoo tuambie vizuri. Asili zilikuwaje kuipata hii baskeli iingie humo ndani? Meneja ilikuwaje kuipata hii baskeli? Kwa kweli ugumu ulikuwa mkubwa sana. Ugumu ulikuwa ni mgumu. Unajua ugumu ukiwa mgumu. Ugumu kwa mgumu kabisa. Mgumu. Kwanza zoezi la kupata baiskeli tulizunguka jana na msanii. Siku mbili before tukapata wawili wametupokonyoka, watu wawili wa baiskeli. Nampigia, bahati nzuri tulikuwa na maarifa na sisi tulichukua watu 4 namba zao. Kwa wawili walipotoka tukapata kati ya wawili tukachukua mmoja option. Kwa tukapata huyo mmoja akatoa ushirikiano wa kutosha. Ameamka saa 11 tumewasiliana alfajiri. Kwa nimetoka nimeshughulikia, na leo umeona kulikuwa na mvua, lakini akasema nimeamka nimenyeshewa na nasogea. Kwa na sisi tukasogea, nikasema unapajua Superdome, akasema napajua, akasogea. Lakini zoezi la pili ugumu kuliko zote nikakutana nalo getini. Jana nimefanya research pa kuingizia baiskeli na nini, kila kitu ilikuwa fresh. Ila sasa ugumu ukakutana na mlinzi ni mpya leo. Asubuhi yule wa jana ameondoka. Mlinzi ni mpya. Huyo dada kwanza amenicheka. Baiskeli Mchaga huyo dada. Baiskeli na usadina endaje? Mwenyewe nimenyeshewa. Wewe ni meneja, baiskeli. Kasa nataka kuingiza kwa ajili ya performance. Akasema wewe madafu. Nikasema kwani kiongozi wako ni yupi? Nikampigia kiongozi wa event, akanisaidia pale, akafanya mchakato, na mshukuru, akaonyesha ushirikiano mpaka nikampata meneja wa Superdome. Namshukuru sana. Akaniwezesha pale, akaongea naye akasema mpitishe. Ila nimekaa masaa 2.5 getini, nimekataliwa kupita. Ila maana kikao kizito. Ndio nimepita. Na madafu yenyewe yakapungua, nikatoa sadaka kidogo. Obi anakuwa mzito sana kusema kiasi cha pesa. Kiasi cha pesa. Tumekodi baiskeli. Tumenunua madafu, yalikuwa mengi. Tumenunua madafu.
Mengine yameliwa hapa na wakati tunasubiri pale getini yameliwa. Hayo sijasema wananiharibia kibarua kwa bosi Obi. Na ina maana siku nzima jamaa hafanyi kazi. Na hii basikeli saizi ni usiku italala hapa. Tuna sehemu tumelipia. Mlipe. Kesho alipo. Hafanyi kazi. Kwa sasa tutafanyaje ndugu yangu? Kwa sasa utaangalia bado manager wanazunguka kiasi. Sasa niseme kiasi ili kuna mwingine dola ngapi linavia? Dola ngapi linavia mdole? Sema mimi. Dola. Siongee mengi sana bana. Obi, asante kwa muda wako. Mashabiki zako wanawaambia nini? Nashukuru sana na ninashukuru sana pia ndugu zangu kwa kuendelea kunisupport. Mimi naendelea kuwakaribisha madafu. Yabidi niondoke na kwangu moja. Langu moja ili. Unakulaga? Rama anatumia vitu kama hivi bana. Utambebea moja pia. Usije kaangusha mic za watu ndugu yangu. Sawa, fresh.